Waziri Mkuu mstaafu na jaji mstaafu Joseph Sinde Warioba ametoa wito wa kutumika kwa busara ya kisiasa katika kushughulikia kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Tundu Lissu, akieleza kuwa kiongozi huyo anaweza kuachiliwa ili kutoa nafasi ya kupunguza mvutano wa kisiasa nchini. Jaji mstaafu Joseph Sinde Warioba ameyasema hayo Agosti 19 mwaka huu wa 2026 katika mahojiano maalum na mwandishi wa habari mwandamizi Jenerali Ulimwengu, ambapo amezungumzia kwa kina hali ya kisiasa pamoja na changamoto zinazohusisha masuala ya sheria na siasa nchini Tanzania. Kwa mujibu wa waziri mkuu mstaafu na vilevile jaji mstaafu Joseph Sinde Warioba, baadhi ya changamoto za kisiasa na kisheria zinahitaji zaidi ya kuangalia taratibu za kawaida, bali pia kuzingatia maslahi mapana ya taifa na namna ya kujenga mazingira bora ya mazungumzo. Jaji mstaafu ametolea mfano aliyekuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Freeman Mbowe, akieleza kuwa wakati wa kuzuiliwa kwake mazungumzo yaliwezesha kupatikana kwa njia ya kumtoa kizuizini na kuweka mazingira mazuri ya majadiliano ya kisiasa nchini. Jaji mstaafu Joseph Sinde Warioba amefafanua kuwa hatua kama hiyo iliyotumika kwa aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe inaweza pia kuangaliwa na kutumiwa katika swala la mwenyekiti wa sasa wa Chadema Tundu Lissu, ambaye anaendelea kukabiliwa na kesi ya uhaini mahakamani. Waziri Mkuu mstaafu Joseph Warioba pia amerejea matukio yaliyotokea baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka uliopita, akibainisha kuwa rais alitumia mamlaka yake ya kikatiba kuachilia huru baadhi ya vijana na watuhumiwa waliokuwa wakikabiliwa na mashtaka ya uhaini. Katika maelezo yake kwa mwandishi wa habari mwandamizi Jenerali Ulimwengu, jaji mstaafu Joseph Sinde ameeleza kuwa hatua kama hizo za msamaha au mazungumzo zinaweza kuchukuliwa pale mamlaka zinapotambua kuwa mazingira yaliyopo yanahitaji maamuzi yatakayosaidia kupunguza mvutano na kujenga utulivu wa kiutawala. Kiongozi huyo mstaafu amesisitiza kuwa lengo kuu la kutumia busara katika mazingira kama hayo linapaswa kuwa ni kulinda maslahi mapana ya taifa, kupunguza migawanyiko miongoni mwa wananchi na kutoa nafasi kwa jamii kuendelea na mchakato na mchango wa kujenga maridhiano ya kisiasa. Kauli hiyo ya waziri mkuu mstaafu na ambaye vilevile ni jaji mstaafu Joseph Warioba imekuja wakati ambapo kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu ikiendelea kuwa sehemu ya mjadala mpana kitaifa kuhusu siasa, sheria, haki na mustakabali wa mazungumzo ya kisiasa nchini Tanzania. Mjadala huu unaguza moja kwa moja namna misingi ya kisheria na maamuzi ya kisiasa inavyoweza kuoanishwa ili kufikia utulivu wa muda mrefu katika jamii. Uchambuzi wa maelezo ya jaji mstaafu Joseph Sinde unaonyesha kuwa utatuzi wa mashtaka ya uhaini yanayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu unaweza kufuata mifano ya huko nyuma ambapo njia ya mazungumzo zilitumika kumaliza mivutano kati ya serikali na viongozi wa vyama vya upinzani. Hatua iliyochukuliwa wakati wa aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe inatajwa na jaji mstaafu Sinde Warioba kama kielelezo cha namna busara ya kisiasa zinavyoweza kutumika bila kuvunja misingi ya amani na utulivu wa taifa. Pia kurejewa kwa matukio ya baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka uliopita, ambapo rais alitumia mamlaka yake kuwaachilia watuhumiwa wa uhaini na vijana waliokuwa kizuizini, kunatoa taswira ya uwepo wa uwezekano wa kisheria na kikatiba wa kumaliza shauri la mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu nje ya mchakato wa kawaida wa mahakama. Waziri huyo mkuu wa mstaafu Joseph Sinde Warioba anaamini kuwa maamuzi ya aina hiyo yanapochukuliwa na mamlaka za nchi yanajenga taswira ya utayari wa kuweka maslahi ya taifa mbele ya mivutano ya kisiasa.
Mahojiano hayo kati ya jaji mstaafu Joseph Sinde na mwandishi wa habari mwandamizi Jenerali Ulimwengu yanaweka msisitizo kwenye umuhimu wa kujenga jukwaa la maridhiano. Mwanasheria huyo mstaafu amebainisha kuwa kuendelea kwa kesi hiyo mahakamani kunaweza kuendeleza migawanyiko ya kisiasa, wakati matumizi ya busara na maamuzi ya kiongozi mkuu wa nchi yanaweza kufungua ukurasa mpya wa mazungumzo kati ya serikali na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ushauri huo wa maamuzi na waziri mkuu mstaafu na jaji mstaafu Joseph Sinde Warioba unaguza pia maeneo ya usimamizi wa sheria na utawala wa haki, ukibainisha kuwa siasa na sheria mara nyingi vinahusiana katika masuala yanayoguza viongozi wakuu wa vyama vya siasa. Kiongozi huyo mstaafu ameweka wazi kuwa lengo la kuachiliwa kwa Tundu Lissu linapaswa kuwa ni kutoka wa fursa kwa jamii na pande zote zinazohusika kukaa pamoja na kujadili mustakabali wa kisiasa wa Tanzania. Katika maelezo yake, jaji mstaafu Joseph Sinde Warioba amesisitiza kuwa mazingira ya sasa nchini yanahitaji maamuzi ya kiutawala yatakayowezesha kupunguza jazba na mivutano. Mahojiano hayo yaliyofanywa na mwandishi wa habari mwandamizi Jenerali Ulimwengu yanalenga kuonyesha njia mbadala ambazo zimewahi kutumika huko nyuma na kuleta matokeo chanya katika kuimarisha utulivu wa ndani ya nchi. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu anaendelea kukabiliwa na mashtaka hayo ya uhaini mahakamani, huku maoni na ushauri wa viongozi wastaafu kama waziri mkuu mstaafu Joseph Sinde Warioba yakizua mijadala mipya miongoni mwa wadau wa kisiasa na sheria nchini. Msisitizo mkubwa wa jaji mstaafu Joseph Sinde unabaki kuwa kulinda maslahi ya taifa na kuhakikisha kuwa mchakato wa maridhiano unapewa kipaumbele ili kuondoa mgawanyiko katika jamii. Waziri mkuu mstaafu Joseph Sinde Warioba anaeleza kuwa uzoefu wa matukio ya nyumba, ikiwa ni pamoja na hatua zilizochukuliwa na baadhi ya uchaguzi mkuu wa Oktoba uliopita, unaonyesha kuwa busara ya kisiasa zina nafasi kubwa katika kutafuta migogoro mikubwa ya kisheria na kisiasa nchini Tanzania. Kauli hiyo ya Joseph Sinde Warioba katika mahojiano yake na Jenerali Ulimwengu inasalia kuwa mchango wake katika mjadala wa kitaifa kuhusu hatima ya kesi ya mwenyekiti wa chama cha Chadema.